Ninakusalimu katika jina la Yesu. Ninakukaribisha tena asubuhi ya leo, Jumanne iliyopendeza na iliyotukuka mbele za Mungu wetu aliye hai. Kabla ya yote, ninaomba tumshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ninayo sababu ya kukushukuru wewe kwa ajili ya mpendwa huyu, kwa ajili ya mama, baba, kaka, dada. Asante kwa ajili ya asubuhi njema, Mungu wa mbingu na nchi. Naomba uwe pamoja nasi tunapoanza ibada hii, ukawe pamoja nasi kupitia damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Amen. Basi ninakukaribisha tena siku nyingine ya asubuhi, Jumanne iliyotukuka. Tunaendelea na somo letu pendwa linalosema kwamba vita ya kukaribia kupata haki yako. Vita ya kukaribia kupata haki yako. Haki manake ni kile ambacho mtu anastahili kupata. Kwa hiyo tulijifunza kwenye kitabu cha Kutoka sura yake ya 14 na mstari wa 10 hadi 15, tunaona safari ya Waisraeli ilivyokuwa na vikwazo na shida. Kumbe hatima yao au haki yao haikuwa mbali, lakini kwa sababu ya vita, kwa sababu ya mateso, kwa sababu ya changamoto, wakawaza kurudi walikotoka. Kwa hiyo nikasema, jambo la kwanza tunalojifunza, nikasema unapoona vita inakaribia, inapamba moto kwenye maisha yako, tambua kwamba ushindi wako au haki yako ikaribu. Tukana nimesoma habari ya Matendo ya Mitume sura yake ya 4 na mstari wa 18 mpaka 20. Tunapoona habari za mitume walipokuwa wanaanza kuhubiri Injili, watu wanaokolewa. Haki yao ilikuwa ni kuhubiri Injili kwa kila kiumbe kama Yesu alivyoagiza. Lakini tunaona vita ilianza kuinuka, ikapamba moto. Vita ikapamba moto kwenye maisha yao, lakini hawakuacha. Waliendelea kusimama kuipambania haki yao. Licha ya vita, licha ya vikwazo, hawakukengeuka wala hawakuacha njia ya kweli waliokuwa wameamuru kuhubiri Injili kwa kila kiumbe. Kwa hiyo leo tutaendelea, Jumanne asubuhi tutaendelea na kipengele chocho kwamba unapoona vita inakaribia. Jambo la kwanza nikasema, unapoona vita inakaribia kwenye maisha yako au vita inapamba moto kwenye maisha yako, ujue haki yako haiko mbali, ujue ushindi wako hauko mbali. Unapoona mateso yanazidi kwenye kila nyanja, ujue kwamba ushindi wako hauko mbali, haki yako haiko mbali. Ila kwa sababu ya akili ya kibinadamu, kwa sababu hatujui, yamefichwa machoni petu, hatujui. Kwa hiyo unajikuta mtu anaacha anaishia njiani baada ya kusonga mbele. Sasa leo tutakwenda kuona mfano wa mtu mmoja anaitwa Daudi. Katika jambo la kwanza tunalojifunza, unapoona vita inapamba moto kwenye maisha yako, ujue haki yako ikaribu au ujue ushindi wako ukaribu. Tutakwenda kuona kitabu kile cha Samueli wa kwanza, tutaenda kuona maisha ya Daudi. Samueli wa kwanza sura ya 18 na mstari wa 6 mpaka ule wa 9. Nitasoma Samueli wa kwanza sura ya 18 na mstari wa 6 mpaka ule wa 9. Biblia inasema, hata ikawa walipokuwa wakienda hapo, Daudi aliporudi baada ya kumuua yule Mfilisti, wanawake wakatoka katika miji yote ya Israeli kwa kuimba na kucheza ili kumlaki mfalme Sauli. Anasema kwamba ili kumlaki mfalme Sauli wakatoka na matari na shangwe na vinanda, na wale wanawake wakaitikiana wakicheza wakisema, Sauli amewaua 1000 zake na Daudi 10,000 zake. Basi Sauli akaghadhabika sana kwa maneno ya haya, akamchukia, yakamchukiza, akasema, wamempa Daudi 10,000 na mimi wamenipa 1000 tu. Kuna nini tena awezaye kupata isipokuwa ni mfalme? Sauli akamwonea Daudi wivu tangu siku ile. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba unapoona vita inapamba moto kwenye maisha yako, tambua haki yako haiko mbali, tambua ushindi wako hauko mbali. Unaposoma habari za Daudi alikuwa ni kijana mdogo sana, miaka 17. Biblia inasema kwamba alikuwa na miaka 17. Naomba nikurudishe nyuma kidogo. Unaposoma ile Samueli wa kwanza sura ya 16, Mungu alimtuma Samueli kwenda kwenye familia ya Yese. Akamwambia kwenye familia ya Yese
nimejitwalia mfalme, nenda kampake mafuta. Kuna mfalme nimeshajitwalia huko. Biblia inasema kwamba wakati Samueli amekwenda, alipokwenda kwenye familia ya Yese, Yese alikuwa na watoto 8. Kati ya wale watoto 8, mtoto wa mwisho alikuwa Daudi, kana miaka 17. Wale ndugu zake wote wakapita, Mungu akasema hapana. Ikabidi Samueli amuulize Yese, kuna aliyesalia? Akasema ndio, yupo aliyesalia. Nani? Daudi yuko machungoni. Akasema mleteni haraka. Daudi alipoletwa, akasema huyu ndiye aliyechaguliwa kuwa mfalme, akapakwa mafuta. Sasa wakati jamaa mmoja anaitwa Goliath alikuwa tishio katika taifa la Israeli. Jamaa huyu Mfilisti alikuwa mtata sana na alikuwa hodari sana katika vita. Aliwatesa wana wa Israeli miaka kadha wa kadha. Sasa wakati Sauli anatoa tangazo au dau kwa atakayemuua Mfilisti huyu, ataweza kumpatia vitu vingi sana, ikiwemo kumwozesha mwanawe wa kike Mikali. Daudi akaenda bali. Alipokwenda, kabla ya kwenda kwa Goliathi, hao watu wanaitwa Wafilisti, Daudi akawaua Wafilisti wengi sana. Alipowaua Wafilisti wengi sana, wakati sasa Daudi anarudi, yuko na mfalme Sauli, kulikuwepo na wanawake wa Kiisraeli. Wale wanawake wa Israeli wakaanza kuimba nyimbo zao kwa kucheza, wakasema Sauli ameua maelfu, lakini Daudi ameua makumi elfu. Vita ikaanza hapo, vita ya kukaribia kupata tupo kwenye wiki ya vita ya kukaribia kupata haki yako. Vita ya kukaribia kupata haki yako. Nataka uende na mimi nikufundishe vitu vitakavyokusaidia kwenye maisha yako. Vita ya kukaribia kupata haki yako. Kwa hiyo kitendo kile cha wanawake wa Israeli kuanza kumsifu Daudi kuliko mfalme Sauli kikaanza kuinua vita kwenye maisha yake. Kumbuka, Daudi ameshapakwa mafuta kwa mfalme. Wacha nikupe vitu vitakavyokusaidia wewe mpendwa. Naongea na wewe mama ambaye haki yako unaipoteza kizembe kwa sababu ya kusemwa na mfanyakazi wako mwenzako. Yaani kisa mfanyakazi mwenzako anakusema, anakuchongea, ananena mambo mabaya kwenye maisha yako, unaamua kuacha kazi. Unapokea mshahara 800,000, unapokea mshahara milioni 1, eti kwa sababu ya maneno ya mfanyakazi mwenzako, eti unaamua kuacha kazi. Unaacha haki yako kwa mambo madogo. Nisikilize nikufungua ufahamu wako. Nisikilize nikupe mambo yatakayokujenga na kukuimarisha kwenye maisha yako. Vita kukaribia kupata haki yako. Jambo la kwanza nimesema jifunze, unapona vita na pamba moto, ujue haki yako ikaribu au ushindi wako ukaribu. Kwa hiyo Daudi alipoanza kusifiwa, tayari Sauli akaanzisha vita na Daudi. Akasema kama Daudi amepewa makumi elfu, kilichobaki nini isipokuwa ni kunyang'anya ufalme wangu? Ili nisinyang'anywe ufalme wangu, alichosema lazima nianze kudili na Daudi. Kwa hiyo Sauli akaanza kumtafuta, anaanza kumtafuta Daudi, lengo lake ni kumuua. Kumbuka tayari Daudi ana kusudi. Daudi tayari ashaambiwa yeye ni mfalme, yani haki yake kwa mfalme. Vita ikaanza kwenye maisha yake, vita ikainuka kwenye maisha yake, akamkosa kwa mikuki, akaanza kumtega mitego mbalimbali. Lengo anataka kumwangamiza. Vita ikapamba moto kwenye maisha ya Daudi. Daudi hapati usingizi, Daudi halali wala asiti, anatafutwa kwa kila mbinu,
anatafutwa kwa kila njia. Lengo kinachotafutwa ni haki ya Daudi kwa mfalme. Kikishapotezwa, maana yake hawezi kufikia haki yake ya kuwa mfalme. Vita ikaanza kwa Daudi, mara atengenezwe mpango wa kumuua, mara akatengeneza mpango wa kumuua, akatengeneza kwamba atakayemuua huyu Goliati atamuozesha, kumbe ni mipango tu. Maana Daudi akienda huko anauliza kwa rafiki zake, Daudi kaenda wapi? Kwa vita ikani kubwa sana mpaka Daudi anaifikia haki yake ya kuwa mfalme. Vita yake ilikuwa ni kubwa. Kwa laiti kama angekubali kwamba kwa sababu vita imekuwa kubwa, haina haja ya kuendelea na mambo haya, ni heri niache. Wewe unafikiri angefikia haki, angepata haki yake ya kuwa mfalme? Asingepata haki yake ya kuwa mfalme kama angeamua kumkwepa Sauli, asingeweza kupata haki yake. Ninaongea na wapendwa ambao wanapopitia changamoto, wanapopitia majaribu, baada ya kupita kwenye majaribu wanaanza kutafuta njia ya mkato. Wewe unafikiri kwamba kutafuta njia ya mkato ndo kukwepa matatizo, ndo kukwepa vita, kumbe ndo unaongeza vita. Kwa siri ya kushinda vita, lazima ukubali kupita kwenye njia yenye vita, lazima upambane. Wewe hujaumbwa kushindwa. Daudi, ndio maana Daudi wakati Sauli anamwambia wewe utawezana na jamaa Goliati, Daudi alijua kwamba ndani yake kuna ushindi. Daudi alijitambua kwamba ni mshindi. Alisema Mungu aliyeokoa na makucha dubu na simba, hata huyu Mfilisti asiyetahiriwa nitamuua. Acha nikupe vitu vitakapo kujenga. Unapoona vita inapamba moto kwenye maisha yako, usiishie njiani. Usiache wokovu, usiache ibada. Kuna wengine hata kuomba hawezi, wanapona vita imekuwa kubwa, yaani hata kuomba waombe. Mtu mmoja ananiambia, mtumishi, kwa kweli mimi kila siku kuomba nimechoka. Sasa hivi nikifika kitandani najirusha tu. Najirusha chali. Nakuja kuamka asubuhi. Nilikuwa mwombaji sana, lakini changamoto zimekuwa nyingi sana. Kama wokovu ni bora niache. Kwa nini? Anaamua kupoteza haki yake ya wokovu kwa sababu ya vita kadha wa kadha. Mpendwa, usiogope. Mpendwa, usipoteze haki yako ya ndoa, usipoteze haki yako ya biashara, usipoteze haki yako ya kusoma, usipoteze haki yako ya chochote ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Unachostahili kupata usikipoteze kwa sababu ya changamoto unazopitia. Vumilia. Yesu alivumilia. Wewe ni nani usivumilie? Hujanielewa. Yesu haki yake ilikuwa ni kufa ili kuwakomboa wanadamu na dhambi zao. Wakati anakaribia haki yake ya kufa, akainuka jirani yake, tena mnyang'anyi ambaye anasulubiwa upande wake wa kushoto, pembeni yake. Anasema, kama wewe ni mwana wa Mungu, uliweza kuokoa wengine, so tuokoe na sisi hapa tunakufa. Vita imeinuka kwa Yesu, kwa mtu wake wa karibu. Kinachotafutwa ni Yesu atasema nini. Yesu akishaanza kusema na wewe niliyekuamini, na wewe niliyekutegemea, lengo ni kwamba Yesu akishaanza kujibu vibaya, tayari haki yake ya kufa kwa ajili ya kukomboa wanadamu itapotea, hataweza kuifikia. Lakini Yesu akasimama, alijua yupo vitani. Wakristo wengi wanashindwa kwenye mambo mbalimbali
kwa sababu hawajui kwamba wako vitani. Wewe mwamini uko vitani, wewe Mkristo uko vitani. Pindi ulipookoka, uliposema namkataa shetani na kazi zake, ukamkubali Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana yake ulitangaza vita. Lazima ujue kwamba vita itakuja kwako, na ujue vita itatokea wapi. Inaweza ikatokea kwa mtoto wako umemsomesha, huyo asikupe chochote na asikusaidie. Inaweza kuinuka kwa mke wako, inaweza kuinuka kwa ndugu yako, kwa mume wako, kwa rafiki yako, kwa ndugu yako, kwa mzazi wako. Vita inaweza ikainuka hapo karibu yako, kwa sababu niliwafundisha kwenye masomo yaliyopita kwamba shetani anaweza kuona maisha ya mtu. Anapoona hatima yako, anapoona haki yako inakaribia, anaweza kuanzishia, anakuanzishia vita. Lengo ushindwe kuendelea mbele, lengo uishe njia. Wana wa Israeli wanaona maadui bali mbele, wanatamani kurudi kwenye mateso, hadi yao kutoka utumwani, ambapo Mungu alisema baada ya miaka 400 na watatoka utumwani. Wanaheri kuendelea kutumika utumwani kuliko kutoka utumwani. Kwa nini? Mateso yamezidi njiani, vita kukaribia kupata haki yako. Mateso yamezidi, wanaanza kulia, wananung'unika, wanalalamika. Kwa unapona vita inapamba moto. Daudi vita iliinuka nyingi. Utasoma habari za Daudi hii Samueli yote, kuanzia sura ya 16 mpaka sura yake ya 30. Utaona namna Daudi alivyopambana, alivyopitia vita. Kwa nini? Kuna haki yake ya kuwa mfalme. Ashaambiwa utakuwa mfalme. Kwa vita ilikuwa ni kubwa, kwa sababu ashaambiwa atakuwa mfalme. Naomba somo hili nikubariki sana, ufuatane na mimi katika somo letu linaloendelea katika wiki ya somo. Linasema vita ya kukaribia kupata haki yako. Vita ya kukaribia kupata haki yako. Unaweza ukakataliwa na ndugu zako, ukakataliwa na wale wapenda. Yesu alikataliwa na wale ambao walikuwa hana kosa, lakini wale majambazi wanakosa, lakini wanamgeuka Yesu. Yesu anaonekana na maana, Yesu anaonekana makosa, wakamgeuzia kibao. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikuwa karibu kukaribia haki yake ya kufa ili aokoe wanadamu. Lazima afe, ilitabiriwa, lazima afe ili aokoe ulimwengu. Ilikuwa ni haki yake kufa, haikuwa na mjadala hiyo. Unafikiri kama ungesikiliza watu ingekuwa leo wewe na mimi tungekombolewa, tungeimba, tungehubiri, usingehubiri? Mungu wa mbinguni akutieni moyo na kusimamia. Naomba tunapoendelea na somo hili la vita ya kukaribia kupata haki yako, fuatana nami katika somo hili. Hakika yake utabarikiwa sana. Jumatano panapo majaliwa, kesho tutaendelea na somo hili la vita ya kukaribia kupata. Naomba kwa sasa tutakwenda kuomba. Utafuatana mimi katika maombi haya ya kumwambia Mungu akusaidie katika vita ulionayo, katika sehemu yote ambayo unapitia vita. Tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya asubuhi njema na tumaini njema iliyotukuka, kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu. Ninaomba kwa ajili ya maisha yake, ninaomba kwa ajili ya familia yake, ninaomba kwa ajili ya biashara yake. Changamoto zinazotesa maisha yake, changamoto zinazotesa biashara yake, zinatesa ndoa yake, zinayumbisha ndoa yake, zinayumbisha mambo yake. Chochote anachofanya kinaishia njiani, chochote anachoanzisha vita inakuwa kubwa. Kwenye ndoa yake moto umewaka, kwenye elimu yake moto umewaka. Akiangalia mbele hakuna msaada, akiangalia nyuma hakuna msaada. Bwana, mtembelee mama huyo, mtembelee kaka huyo, mtembelee baba huyo, ofisini kwake, kazini kwake. Bwana mtembelee, Bwana mtetee, Bwana mwinulie msaada. Vita imekuwa kubwa kwake, mateso yamekuwa makubwa kwake. Rima shanto rapa, rima masanto rapa papa. Bwana mtendee mema, Bwana mwinulie msaada,
Bwana mponye na magonjwa, mponye na mateso, mponye na changamoto, mponye. Bwana anakutembelea hapo ulipo. Bwana anakuponya, anakutendea leo mema. Usiogope, vita leo nayo itaisha, vita leo nayo haitaendelea, inakwenda kukomeshwa, inakwenda kukomeshwa kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea neema, na wewe ni mshindi kwa jina la Yesu. Shikilia sadaka yako. Kwa hiyo kwenye simu yako, nayo kwenye simu yako utaiachilia kwenye namba zinazopita. Ashika tuombe. Baba, asante kwa ajili ya sadaka. Mungu, asante kwa ajili ya sadaka yake. Ikanene kukomesha vita inayoendelea kwenye maisha yake, inayomzuia kuikaribia haki yake. Mungu, sadaka hiyo ikafanyike ukombozi kwake, ikafanyike baraka kwake, ikafanyike ushindi kwake, katika jina la Yesu. Amen. Amani iwe kwako. Tukutane asubuhi ya Jumatano. Amen.